Yes, bana mambo vipi mtazamaji, mfuatiliaji wa Biomedia popote pale ambako unatazama na kufuatilia taarifa zetu. Karibu sana ndani ya Biomedia tuchakate na kufahamu taarifa mbalimbali yale ambayo yameweza kumeka headline katika mitandao ya kijamii. Call Me Official Rosedy itakuwa inabamba sana. Tuangazie kauli ya Diamond kuhusu wanawake wanaopenda hela yazua gumzo mtandaoni, kumbe ndo maana anampiga matukio Zuchu. Hili limekaaje kwa upande wa matukio na kwa upande wa hela? Tuendelee kufahamu kwa undani kabisa. Ni kauli mtazamaji ambayo inadaiwa kutolewa na star wa Bongo Flava Diamond Platnumz, ambayo kauli hiyo imezua mjadala mpana sana katika mitandao ya kijamii mara tu baada ya maneno yake kuonekana kugusa moja kwa moja swala zima la mahusiano na fedha. Kupitia simulizi ambayo ilisambaa sana, Diamond anadaiwa kueleza mtazamo wake kuhusu wanawake ambao anadai kujifanya kupenda pesa kuliko mtu. Bana, kauli hii iliwagawanya mashabiki kwa maoni tofauti. Na kwa mujibu wa kauli hiyo, Diamond anadaiwa kusema kuwa hapendi mtu ambaye anamfuata kwa ajili ya fedha peke yake, na kwamba akigundua mwanamke yupo kwenye mahusiano kwa njia ya kunufaika yeye mwenyewe huwa anabadilishaga mkakati wake kabisa. Lakini pia anadaiwa kueleza kuwa huanza kumwekea mazingira magumu mfululizo mwanamke huyo, na mwanamke huyo anaamua kujiondoa mwenyewe katika mahusiano hayo. And of course, katika kauli hiyo imeendelea kudai kuwa Diamond huhakikisha kwamba uzoefu anaupata mtu huyo unakuwa wa kukumbukwa kiasi cha kumfanya asimulie baadaye kuwa aliwahi kukutana na shetani live. Baada kauli hiyo ilichukuliwa na wengi kama lugha ya mafumbo inayoashiria mahusiano yenye changamoto na pressure kubwa sana. Diamond Platnumz anadai kusisitiza kuwa anachukia zaidi mtu anayejifanya kupenda pesa zake kuliko kumpenda yeye kama binadamu, akionyesha wazi msimamo wake dhidi ya mahusiano yanayojengwa juu ya maslahi ya kifedha peke yake. Kauli hiyo pia imezua mjadala mpana sana, baadhi wakimuona kama mtu mkali kwenye mapenzi, huku wengine wakisema kwamba anajaribu kujilinda dhidi ya wanafiki. Lakini mara tu baada ya kauli hiyo tata ya mzima Diamond Platnumz, wadau wamedai kuwa hii kauli mbona kama inamlenga mwanadada Zuchu. Lakini pia wanasema hivyo kwa sababu Diamond mara kadhaa amekuwa akimpiga matukio mwanadada Zuchu, mara akiwa na mwanamke huyu, mara amekuwa na mwanamke yule. So ina maana Zuchu naye kumbe inawezekana anapenda pesa na amefuata pesa kwa Diamond Platnumz na soma penzi. Hata hivyo pia kufuatia kauli hii Diamond ambayo amezungumza, Zuchu mpaka sasa hajawekea chochote kile, lakini wako wadau ambao wanadai kwamba Diamond anatafuta kitu pengine katika mitandao ya kijamii ili aweze kurudi tena katika soko la kuzungumziwa zaidi. Lakini hata hivyo pia kauli hiyo imeibua maswali pia kutoka kwa baadhi ya mashabiki, wengi wakijiuliza iwapo msimamo huo haumfanyi aonekane bahili au mwenye mitazamo mikali kwenye mahusiano. Lakini ukweli ni kwamba hadi sasa mwenyewe Diamond Platnumz hajatoa maelezo ya moja kwa moja ili kuthibitisha au kukanusha kauli hiyo, jambo ambalo linafanya mjadala huu pia kuendelea kushika kasi katika mitandao ya kijamii. Wewe ambao unatazama na kufuatilia Biomedia, pengine una maoni gani katika hili? Unadhani kauli ya bwana mkubwa Diamond Platnumz imemlenga Zuchu kama ambavyo wengi wamefikiri, au mwanamke wake yupi pengine ambaye aliwahi kuwa naye na anaonekana alikuwa amefuata pesa tu na ndio maana ameamua kumpiga mafumbo? Unaweza kutuandikia kwenye comment section moja kwa moja, tutaangazia kwa wakati mwingine. Hope umeweza kuenjoy. Till next time, bye bye.